Dirisha la usajili limefungwa kwa kishindo kunako klabu ya Young Africans mara baada ya kumtambulisha Stefan Ki Aziz. Huyu si mwingine ni kiungo mshambuliaji mzaliwa wa Ivory Coast, raia wa Burkina Faso, ambaye rasmi klabu ya Young Africans tayari imekwisha mtambulisha tena kwa utambulisho wa kipekee katika uwanja wa KMC Complex mbele ya halaiki ya mashabiki wa Young Africans ambao walijitokeza kwa wingi kuweza kumpokea kiungo mshambuliaji huyo ambaye tayari ameshawahi kuweka rekodi kubwa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Tunakwenda kuangazia urejeo wa Stefan Ki Aziz ndani ya Young Africans unakwenda kuongeza nini kwenye Young Africans ikiwa chini ya kocha Mang'oba Ngliti, lakini pia kile ambacho Young Africans walikuwa wanakimisi wakati wakiwa hawana mchezaji aina ya Stefan Ki Aziz. Jina langu ni Leopard John, niko hapa na mchambuzi Babu Ramso ambaye atakwenda kukupatia uchambuzi kuhusu ubora wa Stefan Ki Aziz na mchango wake wa moja kwa moja kwenye kikosi cha Young Africans. Babu Ramso, hatimaye Stefan Ki Aziz rasmi amerejea Young Africans. Pengine tutegemee kitu gani hasa ambacho Ki Aziz anakwenda kukiongeza kunako kikosi cha Young Africans kwa msimu huu? Urejeo wa Stefan Ki Aziz ni urejeo ambao unaenda kuinufaisha Yanga katika kiwango kikubwa sana, hasa katika position ya namba 10, lakini pia anaenda kufanya boostage ya linkage katikati ya kiungo mpaka washambuliaji. Kumbukwe Young Africans wamefanya usajili ya washambuliaji tofauti almost wa 4 msimu huu. Kwa hiyo huduma ambayo wanaitegemea pia kupata huduma kutoka kwa Aziz Ki ambaye ameweza kusajiliwa na Young Africans. Kumbukwe kuna mshambuliaji kama Sharulile, Ture, Mihambo, lakini pia kuna Suleiman Mwalimu, lakini sasa huduma ambayo ya kufanikisha wale watu waweze kufanya kazi yao basi ni Aziz Ki. Na ikumbukwe sio mara ya kwanza kwa Aziz Ki kuwepo Yanga, alishakuwepo Yanga kabla hajaondoka. Ikumbukwe pia alishakuwa top scorer msimu wa 23-24 akiwa na Young Africans, lakini msimu wa 24-25 kabla hajaondoka mwishoni wa karibia msimu kumalizika alikuwa ashafunga goli 9 na assist 7. Kwa hiyo unaweza kuonekana ni mchezaji wa namna gani, lakini pia hata klabu aliyotoka sasa hivi Al Ittihad alikuwa tayari ashajumuika katika kufunga magoli 8 na assist 3 katika michezo 11 aliyocheza. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji wa namna gani, ni namna gani ambaye anakutengeneza chemistry mpya. Young Africans walikuwa wamefanya sajili sehemu zote, lakini walikuwa wanakosa huduma ya mtu kama Aziz Ki katika eneo lile ambaye namba 10. Kwa hiyo uwepo wa Aziz Ki unaweza kuona ni unaenda kuboost ile safu ya ushambuliaji wa Yanga. Ukija kuangalia katika hizi mechi mbili ambao nimeziona katika Yanga Day zidi ya Club de Congo ile, lakini pia nimeweza kuangalia mechi zidi ya Ngao Jamii Yanga zidi ya Simba, unaweza kuona kuna baadhi ya mikimbio ya Peter Sharulila ambayo nilikuwa naiona, ambao sasa nilikuwa naona ilikuwa inahitaji huduma ya mtu kama Aziz Ki. Kwa hii usajili ambao Yanga wameufanya msimu huu, ina maana wanaenda kutengeneza link up, lakini mwisho wa siku sitoshangaa kumwona strikers wa Yanga wakiwa kwenye chati ya ufungaji bora kutokana na huduma ambao wataipata hapa kwa Stefan Aziz Ki baada ya kurejea kwake Young Africans. Sawa. Stefan Ki Aziz, mtazamaji, akiwa na kikosi cha Al Ittihad ya nchini Libya kwa msimu uliopita, alifanikiwa kufunga jumla ya magoli 8 kwenye mechi 11 ambazo amecheza, huku akiwa ametoa pasi za usaidizi wa mabao kwa maana assist 3 katika msimu uliopita. Lakini pia mchezaji ambaye aliondoka Young Africans na kujiunga na Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, ambako hakukaa kwa muda mrefu na akajiunga na Al Ittihad ya huko nchini Libya. Babu Ramso, nikirejea kwako, Young Africans wamemchukua Stefan Ki Aziz ikiwa tu ni sehemu ya kuboresha eneo lao la ushambuliaji, lakini tuangalie sasa nani ambaye anastahili kutoka kumpisha Stefan Ki Aziz, kwa maana tayari wamekwisha zidi nyota 13 wa kigeni ambao kimsingi sheria hairuhusu kwa namna hiyo. Huku pia kulikuwa kuna taarifa kwamba Okelo kuna biashara ambayo inabidi ifanyike, lakini pia wakitaja wakina Komara na Fred Ngoma. Pengine hapa tunaonaje ni kitu gani ambacho Young Africans wanabidi wafanye? Ukijaribu kuangalia aina ya mchezaji ambaye ameingia Stefan Aziz Ki, ina maana ameenda kufanya wachezaji wa kigeni kuwa 13. Kwa kuna mchezaji mmoja inabidi ampishe ili kuweza kutengeneza zile nafasi 12 ambazo zinatakiwa. Na ukijaribu kuangalia kama Aaron Okelo hataweza kuuzwa akaendelea kusalia kwenye klabu ya Yanga, basi nafasi nyingine ambayo ipo karibu zaidi ni wachezaji hawa wawili ambao wao ni mtu kama Komara yule beki Farouk, Ivory Coast yule ndo mtu wa kwanza pekee
ambaye anapigiwa upatu mkubwa, sio upatu mkubwa tu, yani katika list ya wachezaji 12 sasa hivi unapozungumzia mchezaji gani ampishe mtu pasipo kuuzwa, namba 1 utamtaja Faruku. Kwa maana anakatwa. Anakatwa. Namba 2 anakuja yule Fred Ngoma. Unajua unaweza ukashangaa kwa nini hao wachezaji wawili wamekuwa listed katika, kwa sababu ukijaribu kuangalia uone mchezaji mwingine ambaye ataweza kuhusishwa katika kupunguzwa, kwa sababu quality ya wachezaji ambao wako nyingine kuna kitu tofauti wamekionyesha, lakini sio kwamba kumzungumzia Faruku kwamba ni mchezaji mbaya au Fred Ngoma ni mchezaji mbaya, lakini kutokana na yale maeneo anayocheza kuna wachezaji wengi ambao wanaweza kukupa kile kitu ambacho yeye mwenyewe Faruku anaweza akakupa, kwa sababu ukijaribu kuangalia katika eneo la ulinzi kuna Mohamed Musa, si ndivyo? Mwamnyeto, Bakari Mwamnyeto, kuna Dickson Job, Adabwile, lakini kuna Andabwile pia anaweza kuofa katika eneo lile, lakini pia kuna Baka. Pia wanaweza kuofa katika eneo lile. Kwa hiyo so far unapokuwa na mchezaji wa kigeni kama Faruk ambaye pia unaweza kuona quality yake inakaa inafanana na wachezaji wa kizao waliokuepo. Kwa hiyo mara nyingi katika yale matarajio ya mtu kumpunguza, ndio maana pia unaweza kumweka Faruk kuwa ni mmoja wapo mchezaji anaweza akapunguzwa kama Aaron Okero hatouzwa. Basi Faruk Kamara ndio mchezaji ambaye anaweza kapunguzwa ili kutengeneza mrejeo wa Aziz Ki. Sawa, Stefan Ki Aziz anaweza akafit kwenye mifumo ya kocha mkuu wa Young Africans kwa maana ya Mangleba, kwa kile ambacho umemwangalia kocha akiwa anakipendelea na aina ya uchezaji wa Stefan Ki Aziz namna ambavyo unamfahamu? Yeah, exactly. Mimi kwangu mimi namuona mwalimu mchezaji Stefan Aziz Ki anaweza akafit kwenye mifumo ya mwalimu Nkobo, kwa sababu Aziz anakupa option mbili. Kuna muda anaweza akatokea pembeni, lakini kuna muda anaweza akataka katikati, akaboost akatengeneza linkage. Kwa hiyo mwalimu ataangalia namna gani anaweza kumtumia Aziz Ki. Uwepo wa Aziz Ki kwa Yanga na kama Okero akibaki mmoja hapo, nafasi yake inaweza kawa hatarishi. Hasa Aaron Okero, kwa sababu kujaribu kuangalia ile fitness, unajua Aaron Okero ni mchezaji mzuri, lakini watu wengi wanamdescribe kutokana na ile kutokuwa fit, yani ile migongano ile ngumu. Aaron Okero iko very soft, lakini Aziz Ki unaweza kuona ni mtu ambaye yuko fit, ana migongano, yani iko physical. Kwa hiyo iko kidogo inaendeleza kidogo inaleta changamoto in case kama Aaron Okero na Aziz Ki unaweza kabaki. Kumbukwe kuna mtu kama Albert Kangwanda, alafu then kuna Zokwani, akina Mwijage hao. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa uwepo wa Aziz Ki pale kwa mfumo wa mwalimu Mankoba inaweza ikaendana vizuri na ikapa manufaa kabisa klabu ya Yanga pia. Sawa, hayo ni kumuhusu Stefan Ki Aziz, mwamba kutoka Ouagadougou ambaye rasmi klabu ya Young Africans imemtambulisha na kumrejesha katika kikosi hiko, ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi ya msimu wa mwaka 2026 2027. Jina langu ni Leopard John, kwa niaba ya wenzangu wote nilikuwepo hapa pia na mchambuzi Babu Ramso ambaye amekupatia kile ambacho ulikuwa unatamani kukishuhudia na kukisikia kutoka hapa ndani ya Anuari TV. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.